Katibu wa Jumuiya ya Wazazi Tanzania wilaya ya Dodoma mjini Hussein Yusufu Furuji amewataka wazazi, walimu na jamii kutimiza wajibu wao kwa wanafunzi ili kuwasaidia kupata ufaulu mzuri. Furuji ametoa wito huo leo Mei 8, 2026 katika shule ya msingi Makole jijini Dodoma wakati wa maadhimisho ya wiki ya wazazi, ambapo amesema kuna sehemu kuna wanafunzi wana uhitaji maalumu, wanahitaji mchango na msaada kutoka kwa wazazi. Unapoizungumza taasisi ya elimu, yako mambo matatu ili mwanafunzi apate kufaulu vizuri. Jambo la kwanza, wazazi, mzazi wake kutoka nyumbani, kuwa na msukumo na mwamko juu ya swala la elimu. Lakini cha pili ni swala la walimu la wenyewe, namna nzuri ya kumfundisha. Lakini swala la tatu ni sisi jamii kushirikiana na walimu. Tukitimiza wajibu wetu katika makundi yote matatu, hawa wanafunzi watapata ufaulu ulio bora. Aidha, katibu huyo ametoa ushauri huu kwa walimu huku akitaja umuhimu wa jumuiya hiyo katika sekta ya elimu hapa nchini. Walimu hawa hawana uwezo wa kuzungumza kwa mabosi zao. Sisi wana CCM ndio spika yenu. Mkituletea sisi wazazi, sisi ndio wa kusema. Inawezekana hapa shuleni idadi ya wanafunzi ni kubwa, kama ya walimu ni ndogo. Kuna shule tumezikuta, mfano jana kwa Mkulabi kule, shule nzima mwalimu wa kike huyu, shule na wanafunzi zaidi ya 600, mwalimu wa kike mmoja, na mwalimu mkuu. Wanafunzi wetu wako wengine wa shule za pembezoni, wanafunzi kuanzia darasa la 5 la 6, wale wasichana wameshapevuka. Wale changamoto zao wanamueleza nani? Kwa watu wa kuzungumza nao ni sisi viongozi wa jumuiya ya wazazi kupitia kamati za utekelezaji za nini? Za kata. CCM oyee. Na zile changamoto zikitufikia kama sisi bwana ni kama spika za misikitini. Unataka utasikia azana, utaki utasikia azana, labda uhame. CCM oyee. Jumuiya ya wazazi ilianzishwa kwa malengo mahususi matano. Jambo la kwanza likiwa ni swala zima la elimu. Jambo la pili likiwa swala zima la mazingira. Jambo la tatu swala zima la malezi kwa vijana wetu. Lakini jambo la 4 masuala mazima ya afya iliyokuwa ikimuhusu Mtanganyika enzi hizo, kwa sababu kabla Tanzania ilikuwa haijapatikana. Tunazungumza mwaka 55, Tanzania ilikuwa bado haijapatikana. Lakini katika jambo la 5 ikazungumza swala zima la utamaduni. Ndio tunapokuta swala za michezo, mila na desturi zetu kama Watanganyika enzi hizo, tukiwa kabla haijawa Tanzania. Kwa unapoutamka uhuru wa nchi hii, huwezi kuiacha jumuiya ya wazazi. Awali, katibu wa Jumuiya ya Wazazi Tanzania kata ya Makole Anastasia Teu ameainisha baadhi ya changamoto walizozibaini shuleni hapo. Hazina maji ya kutosha. Ukosefu wa maji unahatarisha afya na unawalazimu watoto kutoka nje ya shule kutafuta maji, hali inayoweka hatarini. Ndugu mgeni rasmi, changamoto ya pili, ukosefu wa uzio wa usalama shuleni. Shule nyingi hazina fensi. Hii inahatarisha usalama wa watoto dhidi ya wageni wasiohitajika, vitendo vya ukatili. Fensi ni kinga, si anasa. Mtoto salama ndiye mwanafunzi bora. Changamoto ya tatu, uhaba wa vyoo ukilinganisha na idadi ya wanafunzi. Idadi ya wanafunzi imeongezeka, lakini vyoo ni vichache. Hali hii inaleta uchafu na inaweka watoto wa kike katika mazingira hatarishi, hasa wakiwa kwenye hedhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto hizi zinakwenda kinyume na dhamira yetu ya Tanzania bila ukatili wa kijinsia. Ombi letu kuhusu maji, tunaomba serikali kupitisha ofisi yako ituwezeshe kupata walau kisima kimoja kwa kila shule inayoathirika. Maji yatawazuia watoto kutoka nje ya shule kutafuta maji, hivyo kupunguza hatari ya ukatili. Kuhusu uzio wa usalama, tunaomba kutengewa bajeti na kuunganishwa na wadau ili kujenga fensi katika shule zetu. Uzio utawapa watoto ulinzi, utasaidia walimu kuwadhibiti wanafunzi wabaki ndani ya mazingira salama. Kuhusu vyoo, tunaomba kuongezewa kwa matundu ya vyoo ili yaendane na idadi ya wanafunzi
tunasisitiza vyoo vitenganishwe kwa wasichana na wavulana na viwe na faragha ya kutosha kulinda heshima na usalama wa watoto wa kike. Ahadi yetu sisi kama wazazi, hatutakaa mikono mitupu. Tupo tayari kuchangia nguvu kazi, tofari na michango ya fedha kulingana na uwezo wetu. Hata hivyo, zawadi ya madaftari kwa wanafunzi walioshiriki sherehe hizo imetolewa. John Israel, Banda Media, Dodoma, Tanzania.